mpe dogo pesa ili atoke aende kununua anachotaka kununua, alafu yeye abaki na mwanamke wake. By the way, alifanikiwa kumpa pesa na dogo akaondoka, lakini akamwambia arudi baadaye sana, yani jioni kichizi, ili yeye amalize mitikasi yake na mchumba, mwisho wa siku kila kitu kiwe sawa. Sasa baada ya Chuchu kwenda kununua alichokihitaji, akakutana na huyu mwalimu hapa. Huyu ni mwalimu ambaye huwa anamfundisha shuleni, yani mwalimu anamkubali sana huyu dogo. Huyu mwalimu anaitwa Teacher Uche. Akamuuliza dogo, Chuchu, ulitakiwa sasa hivi uwe nyumbani, unafanya nini hapa? Dogo anatamani amwambie mwalimu, lakini anashindwa kwa sababu jambo linaloendelea nyumbani ni la kiutu uzima. Sasa yeye anashindwa ali-explain vipi. Mwalimu akamuuliza, mbona kama hujiamini? Dogo akaanza kuongea Kiingereza ambacho mwalimu hakielewi. Kumbuka mwalimu ametoka tauni kabisa, yani mjini yenyewe, lakini dogo anaongea Kiingereza cha Kinigeria. Mwalimu haelewi kile Kiingereza. Akamwambia, Chuchu, hebu jaribu kuongea Kiingereza ambacho ninakielewa. Sasa dogo